Eneo la simu, dada wa kawaida anatumia simu yake muda wote, yani na bosi hata akiona hata hataki kushtuka. Huyo ni mdada ambaye ameamua kuwa mtu wa kawaida, lakini mtaalamu professional, yeye anaitumia simu wakati wa mapumziko na wakati amemaliza kazi. Yani huyo ni professional, unahitaji maelezo. Sisi tunaelewana eh? Kwenye makosa, dada wa kawaida anaficha, okay, akivunja vitu kwa mfano, yeye anaficha, au akikosea jambo hasemi ukweli, mpaka bosi atagundua kabisa aliyefanya ni huyu, lakini bado dada atakataa. Kwa hiyo huyo inatakiwa ajue tu ni dada wa kawaida, lakini professional anakiri kosa, anaomba radhi na anafanyia kazi makosa yake. Huyo ni professional dada, kwa sababu sio kwamba watu ni wakamilifu. Sio wakamilifu, lakini unavyoendelea na maisha, wewe kwako kila siku ni siku ya kujifunza, au na ignore tu mambo yanaenda ili mradi. Sawa? Dada wa kawaida kwenye swala la maelekezo analalamika moyoni na kusonya, si ndio eh? Ukimpa maelekezo ya vitu vya kufanya, yeye anasonya na moyoni ananungunika, na labda hata atanungunika pembeni, si ndio eh? Lakini dada ambaye ni professional anasikiliza kwa makini na anauliza maswali kwa ajili ya kupata exactly bosi anachokitaka. Umeona, pale ambapo hajaelewa atauliza. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni professional, ni mtaalamu, hataki kumdisappoint bosi wake, anataka afanye vile anavyotaka. Lakini huyu ataitika kama kaelewa na moyoni ananungunika na anafyonza. Umeona utofauti uwe? Kwenye eneo la siri ya nyumba za watu, tumesema mtaalamu anatakiwa ajue yuko kwenye faraga ya maisha ya watu. Kwa hiyo hatakiwi kutoa siri. Lakini dada wa kawaida anafanyaje? Yeye anapeleka mambo ya watu kwa majirani au kwa mashoga zake. Hapa si mnakutana hivi, mtapeana namba. Si hatuzuii, kwa sababu pia hatuwezi kuwa na uwezo wa kuzuia nyinyi kupeana namba, kubadilishana. Lakini unajua dada wa kawaida atafanyaje? Akifika kazini kwake, anawapigia mashoga zake alokutana nao hapa, au hata wengine anaowajua. Anaanza kueleza matatizo ya kule kazini kwake. Bosi wangu sijui anagubu, anazaa sana. Ana sijui nini. Yaani mambo ya mle ndani. Huyo ni dada wa kawaida. Lakini professional dada, yeye mazungumzo ya nyumbani kwa mwajiri wake hayaleti kwa watu. Sio kwa rafiki zake, sio kwa watu waliokutana nao sio kituoni au wanaowajua, hapeleki issue za kwa mwajiri wake nje ya pale. So hizo ndio tofauti. Sasa ukiweza kujitofautisha, ndio unavyotofautisha mshahara wako. Kwa sababu kwa nini wadada wengine walipo 50,000 afu kuna wengine walipo 500,000? Kuna kitu tu ambacho yani huyu wa 500,000 anacho, huyu wa 50,000 hana. Kwa hiyo ni wewe uchaguzi wako, unaendaje kwenye maisha? Unaenda ukiwa mtu wa kawaida au unaenda ukiwa mtu ambaye umejitofautisha? Na mimi nawatoleaga mfano, naambia mimi vitu vyangu vingi ukiviangalia nimejitofautisha. Hata mafundisho ninayo hapa ni mafundisho yanayoonyesha kabisa nimejitofautisha. Kwani watu wangapi wanadili na issue za wadada? Wapo wengi. Lakini wanafanya kama ninavyofanya? Hapana, mimi nimechagua kujitofautisha. Kwamba mimi nitaonyesha dunia, tumeagizwa na neno la Mungu kuwa taa ya ulimwengu, kuwa nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo mimi hapa ninawasha taa. Yaani hivi watu wanavyofuatilia content zangu ni nuru, ni mwanga, nimeamua kuweka pale. Watu watachagua wanataka kitu gani. Kwa hiyo ndio utofauti wangu. Lakini kuna mwingine aone yeye mradi tu jamani nataka dada huyu amekuja. Ana mafundisho, hana training, hana miongozo, hiyo sio shida yake. Anachotaka tu amelipwa hela basi. Kwa hiyo sisi wengine tunapenda ndio kulipwa hela, lakini hela tulioifanyia kazi. Si ndio Haya. Tuna kipengele kingine. Sawa. Ambacho hiki ni jinsi gani unaweza ukajenga shauku, ari na hamasa ya kufanya kazi. Si ndio jamani? Maana kila kazi bwana ukitaka kuifaidi uipende. Kama mimi hapa nimeamua kuipenda hii kazi kwa sababu ndio inayonipa kipato. Nisipoifanya kwa moyo, kwa kuipenda, haiwezi kunilipa vizuri. Kwa hiyo kama ambavyo najitoa kuhakikisha natengeneza training, tuna taratibu mbalimbali tulizoziweka za kuhakikisha kwamba tunafanya vetting vizuri. Wadada wanaokuja ni wadada wametokea wapi? Si mnaonaga hata mnavyopokelewa hapa. Unakuwa kidogo kama kuna complication
ambayo ni tofauti na sehemu nyingine. Sehemu nyingine hata sidhani hata unaweza kuambiwa uende na barua, si ndio? Mradi tu umesema nataka kazi, haya njoo nenda. Lakini kwetu hapa ukija hata na barua ambayo ina dosari kidogo unarudishwa, si ndio? Why? Yani ni katika kuipenda ile kazi yako na kuhakikisha unaifanya kwa ubora. Yani fanya wajibu wako, kwingine mwachie Mungu mwenyewe, ndo atafanya sehemu yake. Sasa usipofanya kwenye wewe mwenyewe kwa ubora, unatarajia Mungu atakusaidiaje? Na wewe ameshakupa akili ambazo inabidi kwanza uzitumie. Kwa hiyo sasa inabidi ili uweze kujenga shauku, ari na hamasa, upende kazi yako, my dear. Upende kazi yako. Haya. Jitolee zaidi ya inavyotakiwa. Si ndio? Usiseme mshahara wenyewe 1,500,000 tu, kwa nini nifanye hivyo vyote? Unavyofanya unajenga brandi yako. Kwa hiyo ukiwa unafanya zaidi ya matarajio ya bosi, ndivyo unavyojijengea nafasi nzuri ya kulipwa vizuri, hata kama hata kulipa yeye. Yaani kuna namna tu utajitofautisha. Utaonekana kabisa huyu dada ni dada mpambanaji, ni dada bora. Kwa hiyo make sure unajifanya zaidi ya inavyotarajiwa. Unajisikia kuwajibika binafsi, sio mpaka bosi wako aseme. Uwe ni mtu ambaye unawajibika, yani binafsi tu unaangalia vitu vimekaaje, hiki hakiko sawa unakiweka. Umeenda kwenye nyumba ambayo mko wadada wawili, usitegeane, ukasema hizi ni kazi za fulani. Wewe fanya zaidi, kwa sababu pale ndio utakoonyesha mwanga wako, wewe ndio utawaka kama nuru, si ndio? Bosi kabisa anajua hichi kimefanyika, atakuwa fulani ndio kafanya. Si ndio? Kwa hiyo jisikie kuwajibika wewe binafsi, sio mpaka uambiwe. Kuna changamoto, wewe zitatue. Usiwe ni mtu wa kulalamika. Jenga hamasa ya kujifunza na kujiboresha. Hii ndio shida. Naweza kusema hii ni kansa kabisa ya kujijenga na kujiboresha. Hii ni shida kubwa. Watu wengi hawana hii kitu. Ni wachache sana anayeweza kujifunza na kujiboresha. Akasema nataka kufanya zaidi. Yaani nataka nipange ratiba zangu vizuri, nataka nihakikishe kazi zangu zimeenda. Hamna. Yaani wengi wamekaa tu wana smartphone zao, badala hata kuzitumia kujiongezea maarifa huku. Unakuta mtu anakaa, anapita kwenye umbea, anataka akutane na comment mbaya pale kwenye posti za Superwoman, amechambwa ndo anajisikia vizuri. Umeona? Watu wa hivyo ni watu ambao wamekata tamaa. Uwezi ukawa unachukia maisha ya mtu ambaye humjui au umemwona tu kwenye mitandao, ambaye maisha yake yani ana maisha tofauti na ya kwako. Wewe unakasirishwa na nini? Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anakuja kwenye peji yako au ukiona peji ya mtu anatukana, ujue wale watu wana hasira na maisha ya yule mtu anayemtukana. Sasa wewe ukiwa unafurahia, unaonekana na wewe ni mtu mwenye kukata tamaa. Huo muda ambao ulikaa unafurahia comment mbaya kwa wenzako wanatukanwa, ni muda ambao ungejiboresha wewe, ujue kupika vizuri, ujue kusafisha vizuri, ujifunze maadili mazuri, ili na wewe siku moja upige hatua ambayo wenzako wamepiga, na sio kwenda kushangilia vitu vya kipuuzi kama hivyo. Sawa jamani? Haya, sasa tuna maeneo makubwa matatu ambayo tunayasisitiza huku na tumeelekeza kwa kina kwenye malezi. Umeona, kwa sababu kuna maeneo makuu matatu. Haya mengine ni mambo ambayo ndio tulisema unajenga ujuzi, tabia na maadili. Sawa. Sasa kwenye ujuzi kuna maeneo makuu matatu ambayo ni malezi ya watoto, kuna vitu vyake. Kutengeneza ratiba za mtoto, kuhakikisha huyo mtoto unajua katika ukuaji aliofikia yuko kwenye hatua gani ya ukuaji, kwa sababu kuna 0 mpaka mwaka, kuna miaka 2 mpaka 5, kuna stages. Inabidi hizo vitu uvielewe. Hata kama una watoto kama hawa kina Lincoln hawa wa miaka 14, Liston 13, inabidi uelewe yani sifa za hawa watoto, ni watoto wa namna gani, katika umri huu wanapendelea nini, unaweza kuwasaidiaje. Hivyo vitu vyote vimejaa kwenye mitandao. Lakini mpaka sasa uwe na huo mwongozo. Si huku tumewekea mwongozo vizuri, na pia namna ya kuweza kujiongezea maarifa kwa kutumia mitandao. Yote tumewaelekeza. Lakini kwenye malezi ni package ambayo inabidi uisome kwa kina, ujue pia jinsi ya kuweza kuwashirikisha watoto kwenye zile activity, lakini kwa inahitaji tricky. Kuna mtu dada alienda kazini akasema, "Si tumwambia tuwashirikishe watoto wafanye kazi." Yule dada alikuwa anataka mtoto aoshe vyombo. Sasa sio kwa staili hiyo, sio hicho tunachofundisha huko, sio kwa na maarifa.
Unapoenda pale nyumbani kwa bosi alafu ukataka kumlazimisha mtoto wake akaoshe vyombo, hiyo haiendani na hiki tunachofundisha. Inabidi wewe uweze kuwa na urafiki na wale watoto, unapowatrain wanakukubalia, kwa sababu unawafundisha kujitegemea, lakini sio kuwaforce. Unapoenda kuwapangia majukumu kwa nguvu, mzazi tena anaona wewe umekuja kufanya kazi gani. Lakini akiona mnafanya kwa kushirikiana kwa upendo na watoto wanapenda, ndio mzazi anafurahi. Sasa usipojifunza, ndio unatoka hapa unaenda na akili yako hiyo ndogo ambayo hujaweka maarifa vizuri sawa sawa, unaenda kule unaanza kusema mtoto aoshe vyombo fulani, si kwani si kule ofisini tumeambiwa kwamba watoto wanaweza wakafanya. Sio mafundisho yetu. Sawa Ukitaka watoto kuwawini, kwanza ishi nao kwa upendo, sawa? Ili wakishakupenda wakakuamini, wataanza kukusaidia. Tena watoto wenyewe wanapenda kukusaidia. Na katika kukusaidia ndio unawatrain namna ya kufanya zile kazi, kwa sababu wewe tayari pia unajua kuzifanya kwa ubora. Kwa hiyo wazazi watafurahia kuona unawatrain watoto wao, kwa sababu ni kitu ambacho wanafanya kwa willing, wanapenda. Lakini usije ukawalazimisha ukasema kule kituoni tumeambiwa. Mwongozo wetu hausemi mkawalazimisha. Unasema wewe ujitahidi ujenge mahusiano na watoto, wakupende, wakuheshimu na waweze kukubali kukusaidia. Yani wawe wanajisikia furaha kuwa around na wewe. Ukiosha vyombo wasema dada nisaidie, unawafundisha, si ndio? Mkiwa unafua dada nisaidie. Hivyo ndio njia tunazofundisha sisi. Sawa jamani? Kwa hiyo kwenye malezi jamani, kuna mambo mengi, lakini kuna mapishi pia ambayo hao watoto pia wewe ukiwa ni mtaalamu, ukiwa unapika, unao watakuja kutaka kushirikiana na wewe. Kanuni ni ile ile, jinsi ya kuweza kuwashirikisha kwa upendo bila wazazi wao kujisikia kwamba wewe unategea kazi na unataka watoto wao wakusaidie. Hapana. Wakishasikia tu unategea kazi na unawatuma watoto, hapo tena hawakuoni kama mfanyakazi, wanaona umeenda kuwatesea watoto wao. Lakini wazazi wanatakiwa wajisikie wamepata dada ambaye anawakuza watoto kiakili na kitabia. Nakumbuka kwa hiyo kwenye mapishi ndio hivyo tulivyosema. Sasa tumeweka, yani hapa tumekuja kuweka sasa malezi kwa kina, jinsi ya kuweza kuwashirikisha watoto, kuwawini watoto wakupende na kushirikiana nao kwenye zile activity, hata kwenye michezo namna ya kushirikiana nao, kwenye mapishi alikadhalika pia namna ya wewe kujifunza mapishi bora, ukapika vyakula vyenye virutubisho vizuri na ukaweza kuwasaidia, yani kuwa na ratiba inayosaidia kupunguza stressi, kuweza kufanya shopping mapema kwa kumshauri bosi wako, kuangalia kuna vitu gani vipo, vile ambavyo havipo unatoa taarifa mapema ili viweze kuletwa. Yani usiwe ni ule mtu unaambiwa pika kitu fulani unasema kimeisha. Sasa wewe unafanya kazi gani hapa mpaka kitu kinahitajika unasema kimeisha? Hapana, unakuwa sio dada ambaye ni mtaalamu. Kwenye usafi ndio hivyo kama nilivyosema. Sasa hizi huku tumeziweka hizi za usafi, mapishi na malezi, ziko kwa kina kabisa ambazo unapaswa kuzipitia, na zaidi na kuongoza pia namna ya kwenda kujiongezea zaidi unapokuwa kazini kama una smartphone. Na sasa hivi smartphone kwa kweli ni mtaji. Sio nani, kama unaitumia kwa tija inakusaidia sana, itakuongezea maarifa mengi. Lakini kama utakuwa unaenda kwa ajili ya kuangalia umbea, bora uwe na kiswaswadu tu, kisimu chako cha kawaida. Umeelewa Kwa hiyo kwenye usafi pia utajifunza madawa mbalimbali, utajifunza jinsi yanavyofanya kazi. Sio dawa zote zinasafisha kila kitu. Maana kuna dada anaweza kuchukua aro akaitumia kwenye kila kitu. Vimwe kwenye kila kitu. Kila kitu kina matumizi yake. Kwa hiyo ni vizuri ukajua una dawa gani unahitaji na inatumika kwa matumizi gani. Na ukaangalia, kuna hadi video zinaonyesha jinsi ya hiyo dawa inavyofanya kazi. Sawa?